السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبابي الكرام، ولله الحمد، tukiendelea na murajaa wa fani ya usulul fiqh ya faslu sabi' katika kaida ya 12. Alqaidatu thaniyata ashrata, alkhuruju min alkhilafi mustahabun, kutoka kwenye ushindani mustahabun ni kwenye kupendekezwa. Alkhuruju min alkhilafi, kutoka kwenye khilaf, ushindani wa wanazuoni, mustahabun ni kwenye kupendekezwa, ni kwenye kusuniwa. Hii ni kaida ambayo taani ya pendelea na kukusudia ikhtiyaru al-amali bil ahwati wal abra'i lidhimmati, ni kuchagua kufanya amal kwa kutoka shakani zaidi na kujiepusha zaidi na dhima. Inda wujudi ikhtilafin mu'tabarin, wakati wa kupatikaniwa ikhtilaf ama ushindani ambao wazingatiwa, inda ulamai fi masaila ijtihadiyya, katika kukhtalifiana katika masala ya ijtihad ambayo yazingatiwa. Na hilo la wewe kutoka katika khilaf kuwa ni lenye kupendekezwa, wadhalika khurujan min ahdati alkhilafi wattiqaan li shubhati, ni kwa sababu ya kujiweka mbali na kujikinga na shubha ambayo itapatikana hapo ndani. Matama amkana, wakati wowote itakapomkinika kujitoa katika ushindani ni bora. Duna mahdhurin shar'iyyin akbar, pasina kwenda kufanya pengine jambo litakalokuwa limeharamishwa na sheria, ama ukajiepusha na kufanya haramu. Wa min dhalika, na ni miongoni mwa huko kutoka katika khilaf ni kwenye kupendekezwa, istihbabu dalki fi taharati, ni kupendekezwa kujisugua wakati wa kujitwahirisha ama kwenye tahara. Masala ya kupeleka mkono kujisugua wakati wa kujitwahirisha yana khilaf kwa wanazuoni, kwa maimamu wanne: Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifa, Imam al-A'zam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal, wao wasema si wajib, lakini Imam Malik kujisugua kwake ni wajib. Sasa pana namna ya kuozesha hizi khilaf, sura tatu ama ziko namna tatu. Sura ya kwanza ya khilaf, suwarul khuruji min al-khilaf, namna ya kutoka katika khilaf, utatoka vipi, yategemea khilafu iko mahali gani. Kwa mfano, pana at-tahrimu wal ibaha, pana ushindani baina ya kuharamisha na kuhalalisha. Huyu asema hichi ni haramu, huyu asema ni halali. Wewe wataka kutoka katika khilaf baina haya masala mawili ama hizi khilafu mbili. Sasa katika sura hini ama mfano hunu, alkhuruju yakunu bilijtinabi, hapa itakuwa ni kujiepusha. Ili utoke utajiepusha, idha dara al-amrayni baina al-halali wal haram, ikiwa mambo mawili ama ushindani miwili itakuwa wazunguka kati ya halali na haramu. Kwa hivyo wewe utatoka katika hunu ushindani bilijtinabi, kwa kujiepusha, kufanya ihtiyatan, kwa kutoka shakani. Na sura ya pili katika sura tatu ya kutoka katika ushindani ni alwujubu wal ibahatu, ni kupasisha, hili jambo la paswa lifanywe. Huyu mwingine asema hili jambo ni halali tu, ibaha ni kama sunna, si wajib.
Sasa utatoka vipi katika ushindani? Alkhuruju yakunu bilfi'li, kutoka katika ushindani utafanya lile jambo, kwa sababu yule anayesema ni sunna itakuwa umeshika, na yule anayesema ni wajib pia itakuwa umelifanya lile jambo. Idha ikhtalafa alulama hal alfi'l wajib au mubah, pindi wanaposhindana wale wanazuoni ama maimamu kwa kusema kufanya hivi ni wajib au ni sunna. Ndio hunu mfano wa kwanza. Wale maimamu watatu wao wamesema kusugua ni sunna, Imam Malik amesema ni wajib. Sasa kutoka katika ushindani, istihbabu dalki, basi yapendekezwa ufanyaje? Usugue, kwa sababu yule anayepasisha itakuwa umefanya, na yule ambaye anasema sunna itakuwa umefanya, na utakuwa umetoka katika ushindani. Khurujan litalabil yaqini, kwa kutoka kwa kutafuta yaqini. Na pana khilaf sura ya tatu, namna ya kutoka ni as-sunan wal mustahabbat. Pana mambo haya ni sunna na wengine anasema si sunna, ni mustahab. Utatoka vipi? Al-akhdhu bil fi'li, utatoka kwa kufanya lile jambo. Bi fi'li al-mustahab, kwa kufanya lile ambalo lapendekezwa na lenye kukhtalifiana ndani yake. Kwa hivyo in lam yatarattab alayhi tarku sunnatin aw alwuqu'i fi makruh, ikiwa haitopelekea kuacha sunna na kuingia katika makruh. Hizi ndio namna za kutoka katika ushindani, na ndiyo mifano hiyo ambayo imeletwa hapo. Wa kwanza umeungana na hapa, limepambana wajib na mubah, ikaambiwa itakuwa ni mustahab ufanye kusugua, ingawaje si wajib, lakini sugua yapendekezwa. Wasti'abu ra'si bil mas'i, na kukieneza kichwa kwa kufanyaje? Kwa kukipukusa. Imam Ahmad na Imam Malik wao wasema ni kichwa kizima ukipukusa. Imam Abu Hanifa yeye asema ni robo ya kichwa, tena kwa vidole vitatu. Lau utapukusa kichwa kizima na vidole viwili haikuswihi. Imam Shafi'i yeye ni popote, bora iwe ni katika mpaka wa kichwa. Sasa isti'abu ra'si bil mas'i itakuwa ni khurujan min al khilaf, ukiweza kichwa kizima itakuwa ni mustahab na utatoka katika ushindani. Wasti'abu ra'si bil mas'i, na kukieneza kichwa kizima kwa kukipukusa. Wal khasru fi safarin, zote ni sawa. Yablughu 3 marahila, na kukusuru swala katika safari ambayo yasikilia marhala matatu. Marhala matatu ni kilomita 120 mpaka kilomita 134, kwa sababu marhala mamoja kwa nisba ya madhehebu kutoka kilomita 40 mpaka 45 marhala mamoja, na marhala mamoja ni mwendo wa miguu siku mzima, au mwendo wa kawaida, tena kutembea ile mwendo wa kuendea mahala wa siku mzima. Na marhala mamoja pia ni mwendo ambao waweza ukaenda na mnyama, ngamia haswa, kutoka asubuhi mpaka jioni, ama mwendo wa siku, ndio marhala mamoja. Kwa kilomita ni 40 mpaka 45, na hao ni Hanafi na Malik. Wao marhala mamoja wanahesabu kutoka hiyo 40 mpaka 45. Ama Shafi'i na Abu Hanifa Hanabila wao ni kilomita 89. Sasa haya masala yana ikhtilaf
katika kukusuru kwenye safari ambayo yafika marhala matatu. Sasa khurujan min alkhilafi ni mustahab, ikishafika hayo masafa basi mtu aweze kukusuru. Wa karahatu nikahil muhallili, na karaha ya kuoa muhalili, khilafan liman haramahu, kinyume cha yule aloharamisha ndoa ya muhalili. Kama Imam Ahmad ameharamisha moja kwa moja, hakuna ndoa ya muhalili, lakini Imam Shafi' na Imam Abu Hanifa fa in azama, ikiwa mtu hakuazimia, yani hakutia nia mimi nitamuoa huyu alafu ni muachi, yani tofauti. Lau mtu ataikiwa sharti nioe kisha ufanyaje, uniache, huyu mtu pana kauli nyingi hapa, lakini kati ya kuharamishwa na kuwa makruh, Imam Ahmad yeye amesema ni haram ndoa ya mhalili, lakini Imamu Shafi' na Imam Malik wao wasema lau mtu hatoekewa sharti kuwa muoe mwanamke fulani kisha umuache, yeye mwenyewe tu akamuoa, lakini azma yake atamuacha, itaswihi ile ndoa pamoja na karaha. Hakuambiwa na mtu, mwenyewe tu ndo alikuwa amemuoa kisha amuache, hii itakuwa ni yenye kuswihi kwa Imamu al-Shafi' na Imam Malik ma'al karaha, pamoja na karaha. Imam Ahmad yeye asema ni haram moja kwa moja. Sasa khilafu ikija hapa itakuwa ni mustahab. Sasa huyu mwenye nia hii itakuwa vipi? Mustahab, itakuwa ni khurujan minal khilaf. Walimuraati alkhilafi shurutun, nanda kuchunga hunu ushindani sharti, kuchunga kutoka kwenye khilaf kuna sharti zake. Miongoni mwa hizo sharti, an la yukhalifa, an la yuqi'a muraatuhu fi khilafin akhara, isitushe, isiingize kule kuchunga kwake ushindani ama kutoka katika ushindani, fi khilafin akhara, akaingia katika ushindani mwingine. Wa min thamma, na kutoka hapo, kana faslul witri, imekuwa kuipambanua swala ya sunna ya witri, afdala, ni bora zaidi, min waslihi, kuliko kuiunganisha. Swala ya witri huanza kutoka raka moja mpaka 10 na ngapi? 11. Adna al-kamali ni 3, lakini walam yuraa khilafu Abi Hanifata, haikutungwa ushindani ama kukhalifu kwa al-Imam Abu Hanifa, al-Imam A'dham. Yeye Imam Abu Hanifa yuasema swala ya witri ni raka 3, tena bitaslimatin wahida, kwa salamu moja, kama sampuli ya swala ya maghrib. Wala yuzadu wala yunkasu, wala haipunguzwi wala haizidishwi, ni 3 tu kwa salamu moja. Lakini wale maimamu wanne, wale maimamu watatu, Imamu Shafi, Imamu Abu Hanifa, Imam Ahmad, wao ni kutoka moja mpaka 11, pamoja na kuwa Imam Malik yeye unaanza 2 unamalizana 1. Hizi 2 Imam Malik yeye hazina idadi kuwa mwisho ziwe 10 umalize na ile 1. Yeye hizo 2 utaswali utakazo, mwisho tu umalize na 1. Imam Ahmad na Imam Shafi' wao ndio 11, hufai kuzidisha. Lakini ala kulli hal wote wamekubaliana kuanzia 1.
na kuzidi 3, isipokuwa Imamu Abu Hanifa yeye ni 3 na kwa salamu moja. Sasa ile khilafu yake haikutungwa, haikuzingatiwa, lianna min alulamai, kwa sababu wapo miongoni mwa wanazuoni man la yujizu alwasla, ambao wajuzisha kuunganisha, man la yujizu, ambao hawajuzishi alwasla, kuunganisha. Wamina, na miongoni mwao hizo sharti za kuchunga khilafu, usije ukaingia katika khilafu nyingine, an la yukhalifa sunnatan thabitatan, asikhalifiane na sunna iliyothubutu. Wa min thumma, na kutoka hapo, sunna raf'ul yadaini fi salati, kumesuniwa kuangatisha ama kuenusha ama kunyanyua mikono katika swala, liannahu thabitun anin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa huko kunyanyua, kuangatisha mikono ama kunyanyua mikono ama kuinua mikono ni kwenye kuthubutu kwa kupokewa mtume mtukufu wa daraja, rehma na amani zimshukie, min riwayati nahwi 50 sahabiyan, kutokana na riwaya ama mapokezi ya mfano ama takriban masahaba 50, ambapo sehemu 4 yasuniwa kuinua mikono katika madhhabu ya Imam Shafi'i. Ukisoma katika Safinatu an-Najah utaona inda takbiratil ihrami, na wakati wa kwenda katika kurukuu, kutoka katika rukuu, na wakati ukiinuka kutoka katika at-tashahhudul awwal utafunga tena. Wamina, na miongoni mwayo yani kuchunga sharti za kutoka kwenye khilaf bila ya kuingia katika khilaf nyingine, an yakwa madarakuhu, ni iwe na nguvu madirikio yake, akili yake iwe na nguvu, bihaithu, kwa namna, kwa njeo, la yuaddu hafwatan, isiangwe, isihisabiwe ni kuteleza. Wa min thumma, na kutoka hapo, kana saumu fi safari, imekuwa kufunga safarini, afdala, ni bora zaidi, liman qawiya alayhi, kwa yule atakayekuwa na nguvu juu ya kufunga. Walam yubala, na haikujaliwa, biqauli Daudi dhahiri, kwa kauli ya Daudi dhahiri. Daudi dhahiri ye anaangalia tu, Allah amesema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Daudi dhahiri ye anaangalia tu dhahir, hataki kuangalia ta'wili na ndani madhehebu yake yako na hayakuzingatiwa. Annahu la yasihu, kuwa kauli yake haisihi. Wal muhaqqiquna, na wanazuoni wenye kuhakikisha, tuliwaeleza kule nyuma, watu waliofikia daraja ya kuweza kupambanua baina ya cha sawa na kisokuwa cha sawa katika madhhab, kina alimamu Rafi', Imamu Nawawi, Imamu al-Ghazali hao na wengineo. La yuqimuna li khilafi ahli dhahiri waznan, hawasimamishi na hawapatii ushindani ama khilaf ya watu wa madhhab ya Daudi dhahiri, waznan, wizani wowote hawapatieni uzito kauli ya Daudi dhahiri. Insha Allah, mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri yoyote katika tafsiri, katika kusherehesha, tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe, na jazaa ya kheri kama hini waregelee walimu zetu, wazazi wetu, na Allah atuzidishie ilmu na tawadhu na himma na kupendana na kushikamana. Wa as'ada Allahu awqatakum wa ila al-liqa.